Mheshimiwa Spika, katika mwaka fedha 2024 wizara imeendelea kutekeleza maeneo ya vipaumbele yakiwemo kuendelea na miradi ya maendeleo ya kielelezo ya magadi soda Engaruka kule wilayani Monduli, makaa ya mawe ya Mchuchuma na chuma cha Liganga, kuendeleza kiwanda cha Kilimanjaro Machine Tool, kuratibu majadiliano baina ya nchi na nchi, kikanda na kimataifa, kuboresha mazingira ya kibiashara, kuendelea na utafutaji wa masoko ya bidhaa za Tanzania, kuendelea na mitaa ya viwanda, kukuza uboreshaji wa hali ya ushindani wa soko na kuendelea na ubunifu, uairishaji na ukuzaji wa teknolojia. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali baada ya kukamilisha malipo ya fidia ya kiasi cha shilingi bilioni 15.4 kwa wananchi 1142 waliopisha eneo la utekelezaji wa mradi wa Liganga na Mchuchuma, serikali imeendelea na majadiliano ya mwekezaji ambaye ni kampuni ya Showdown Investment Group Company Limited inayomilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China. Mheshimiwa Spika, awamu ya kwanza ya majadiliano na mwekezaji yalifanyika Januari 2025, awamu ya pili ilifanyika mwezi Februari 2025 na awamu ya tatu ilifanyika mwezi Aprili 2025. Masuala yaliyokubalika hadi sasa katika majadiliano hayo ni pamoja na makubaliano katika vipengele muhimu vya mkataba, ikiwemo misingi sahihi ya mgawanyo wa hisa na muundo wa uwekezaji, yani financial structure, kiwango cha mtaji na uwekezaji unaohitajika, muundo wa usimamizi na uendeshaji wa mradi, muda na mkataba wa utekelezaji, uwasilishaji wa taarifa ya upembuzi yakinifu wa mradi na uundaji wa moduli ya kifedha, yani financial model. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mradi wa soda wa magadi soda, wizara kupitia NDC umeendelea na utekelezaji wa mradi wa kimkakati na kielelezo wa magadi soda uliopo katika bonde la Engaruka wilayani Monduli mkoani Arusha. Katika mwaka fedha 2024-2025 serikali imetoa jumla shilingi bilioni 6.3 kwa ajili ya mradi huo. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 5.89 ni kwa ajili ya ulipaji wa fidia kwa wananchi 995 waliopisha mradi na kiasi cha shilingi milioni 408.7 ni kwa ajili ya malipo ya ada ya mwaka ya leseni ya uchimbaji wa madini. Hadi kufikia Machi 2025 jumla ya shilingi bilioni 5.702 sawa na asilimia 97 ya fedha zote za fidia zililipwa kwa wafidia 528 kati ya wafidia 595. Aidha, ukamilishaji wa zoezi wa ulipaji wa fidia wa kiasi kilichobaki cha shilingi milioni 194.3 unaendelea kwa wafidia 67 waliobakia ambao wanakamilisha nyaraka muhimu zikiwemo taratibu za mirathi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa mradi huo upo katika hatua za mwisho za kupata wawekezaji wawili watakaojenga viwanda viwili vya kuchenjua magadi. Uamuzi wa kuwa na wawekezaji wawili ni kutokana na uwezo wa mashapo mengi ya magadi katika mfumo wa maji kiasi cha mita za ujazo bilioni 3.2 ambazo zinaendelea kuongezeka kila mwaka. Uwekezaji wa viwanda viwili na miundombinu yake inatarajiwa kutumia dola za Kimarekani milioni 700 ambapo utawezesha nchi kuwa na uzalishaji na kuwa mzalishaji namba 1 wa magadi soda barani Afrika. Mheshimiwa Spika, mradi huu unatarajiwa kuingizia serikali mapato ya dola za Kimarekani milioni 42 kutokana na tozo na kodi mbalimbali. Aidha, utazalisha ajira 1000 hadi 1400 za moja kwa moja na kati ya ajira 4000 mpaka 5600 zisizokuwa za moja kwa moja. Vile vile mradi utachochea uanzishaji wa viwanda vinavyotumia magadi kama malighafi katika uzalishaji. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa mradi wa chuma cha Maganga Machitu, wizara ilisaini mkataba wa ubia na mwekezaji wa Fujian Hexagon Industry Limited Company Limited kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa chuma cha Maganga Machitu Agosti 2024. Utekelezaji katika mradi huo unakadiriwa kuwa na dola za Kimarekani milioni 77.45 na utadumu kwa miaka 25 na kupelekea Tanzania kuwa nchi ya 4 katika Afrika kwa uzalishaji wa chuma. Aidha, uzalishaji wa mgodi unatarajiwa kuwa wa tani milioni 1 kwa mwaka za chuma ghafi na tani milioni 1 kwa mwaka za titanium concentrate na tani 483 kwa mwaka za mabaki ya madini. Hadi kufikia Machi 2025, kampuni ya ubia ya Maganga Machitu Minerals Corporation Limited ilianzishwa kati ya NDC na mwekezaji huyo. Mheshimiwa Naibu Spika, utekelezaji wa mradi huo utaanza baada ya kulipa fidia wananchi wanaozunguka eneo hilo ambapo ulipaji huo utakamilika kabla ya mwisho wa mwaka 2024-2025. Kukamilika kwa mradi huo utawezesha jumla ya ajira 1000
kuzalishwa, ambapo kati ya ajira hizo ajira 300 ni ajira za moja kwa moja na ajira 700 ni zisizo za moja kwa moja. Aidha, mradi utawezesha nchi kutumia rasilimali za ndani kuzalisha bidhaa mbalimbali za chuma ambazo zitawezesha uanzishwaji wa viwanda vingine vitakavyoongezeka mnyororo katika thamani. Vile vile mradi utaokoa fedha za kigeni zinazotumika kuagiza bidhaa za chuma nje ya nchi na utaondoa na kupunguza uharibifu wa miundombinu unaosababishwa na matumizi ya chuma chakavu ambayo wakati mwingine vinakosa ubora. Mheshimiwa Naibu Spika, mradi wa makaa ya mawe wa Katewaka, wizara inaendelea kuratibu maandalizi ya mradi wa makaa ya mawe ya Katewaka ambao upo katika hatua za mwisho za kuanza utekelezaji wake. Mradi huu ni muhimu katika uendelezaji wa sekta ya viwanda, kuongeza ajira nchini pamoja na kuokoa fedha nyingi zinazotokana zinazotumika kuagiza malighafi hiyo nje ya nchi. Mradi huo ambao utadumu kwa miaka 100 una tani milioni 100 za makaa ya mawe na utazalisha tani milioni 1.5 kwa mwaka. Hadi kufikia Machi 2025, wizara imefanikiwa kufanya kikao cha majadiliano ya uwekezaji na kukamilisha kuandaa rasimu ya mpango kazi wa utekelezaji wa mradi huo.